Hii ni Dira Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC tulionayo usiku huu. Viongozi wa Umoja wa Ulaya wakutana Malta kwa mkutano unaolenga kuzuia wimbi la wahamiaji kutoka Mashariki ya Kati na Afrika. Marekani yaionya Korea Kaskazini kuhusu silaha za kinyuklia huku akihakikishia mataifa jirani usaidizi wa Marekani. Kasisi Ivan Mawarire kutoka Zimbabwe anaipinga serikali ya nchi hiyo anyimwa dhamana mahakamani leo kufuatia kukamatwa kwake kwa makosa ya hujuma. Na hapo baadaye katika michezo, sasa ni rasmi, ngoma ni kati ya Cameroon na Misri. Ndizo zitakazokutana fainali ya kombe la mataifa ya Afrika Jumapili baada ya Cameroon kuangusha Ghana hapo jana. Hujambo na karibu katika Dira Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC, ikikuletea dakika 30 za habari, maelezo, uchambuzi, maoni na michezo. Mimi ni Zuhra Yunus nikiwa hapa London. Viongozi wa Muungano wa Ulaya wanaokutana katika kisiwa cha Malta wamekubaliana na mpango wa kupunguza wimbi la wahamiaji kupitia pwani ya Libya. Serikali ya Libya inayoungwa mkono na Umoja wa Mataifa itapokea dola milioni 215 ikiwemo fedha za kuimarisha ulinzi katika pwani ya Libya. Maelfu ya wanaojitosa kuvuka bahari ya Mediterranean kufika Italia wanatokea nchi za Afrika. Muungano wa Ulaya unatumai Libya itaweza kuvunja mitandao ya wanaosafirisha watu kimagendo na kuzuia boti za wahamiaji zisifanye safari hizo. Mkutano huo ulitarajiwa pia kujadili hatima ya muungano huo na uhusiano wake na rais mpya Marekani Donald Trump. Zawadi Machibia anaarifu zaidi. Magharibi mwa bahari ya Mediterranean ndio imekuwa njia kuu ya kuvushia mamia kwa maelfu ya wahamiaji wanaojaribu kufika Ulaya kila mwaka. Lakini maji yana siri kubwa, yanazidi kumeza maisha ya watu zaidi na zaidi kila mwaka. Mwaka 2014 na 2015 idadi ya wahamiaji waliokufa majini ilikuwa zaidi ya 5,000. Lakini mwaka 2016 idadi ilishuhudiwa kupanda kwa kasi hadi zaidi ya 7,000. Wakati baadhi yao ni wakimbizi, wengine ni wahamiaji wa kiuchumi wanaotafuta fursa bora zaidi za kimaisha. Viongozi wa Muungano wa Ulaya wanaongeza juhudi zao kupata mbinu mpya za kukabiliana na wimbi la wahamiaji. Mwezi Oktoba, kansela wa Ujerumani Angela Merkel alizuru nchi za Ethiopia, Mali na Niger kuainisha maeneo ya kuwekeza ili kutengeneza ajira zaidi. Lakini waziri mkuu wa Libya anasema Muungano wa Ulaya haufanyi juhudi za kutosha. Hatutataja kiasi cha fedha kilichoelekezwa Libya ili kusaidia hili kwa sababu ni aibu. Ni kiasi kidogo sana. Bado tunahitaji kumaanisha na kile tunachofanya kwa kushirikiana ili kwamba tufikie kwa pamoja kuidhibiti hali. Matamshi yake yamekuja baada ya Muungano wa Ulaya kupendekeza kutumia dola milioni 215 mwaka huu kusaidia kupunguza wimbi la wakimbizi wanaotokea nchi hiyo ya Afrika Kaskazini. Wengi wametuhumiwa kwa kutotimiza ahadi zao kwenye makubaliano ya nyuma. Wengine imepita mwongo mzima bila kutimiza ahadi zao. Muungano huu unaamini kwa kuzipa fedha nchi za Afrika zinaweza kupunguza idadi ya wahamiaji wanaokimbilia Ulaya. Mkutano wa leo unatakiwa kuweka mwanzo mpya wakati Ulaya inatafuta kupata mpango mkakati utakaotekelezeka kukabiliana na suala zima la uhamiaji haramu. Zawadi Machibia, BBC. Na ukitaka maelezo zaidi kuhusu taarifa hiyo na nyingine nyingi, unaweza kuyapata kupitia simu yako ya mkononi bbcswahili.com. Na sasa tuangazie taarifa nyingine zinazogonga vichwa mbalimbali vya habari duniani kwa wakati huu. Rais wa Angola José Eduardo dos Santos, mmoja wa viongozi waliokuwa madarakani kwa muda mrefu sana, amethibitisha kwamba ataachia madaraka kabla uchaguzi unaotarajiwa kufanyika mwezi Agosti. Ameuambia mkutano wa chama tawala nchini humo MPLA kwamba waziri wa fedha Joao Lourenço ndiye atakayekuwa mgombea atayerithi wadhifa huo. Bwana dos Santos aliwahi kughairi mawazo hapo awali, lakini maelezo yake haya sasa yanaashiria amekusudia kweli kuondoka madarakani baada ya karibu miongo 4 ya kuwa rais wa Angola. Hata hivyo, atabaki kwa kiongozi wa chama cha MPLA pamoja na watoto wake wawili ambao pia ni maarufu nchini humo.
Afisi ya shirika la Umoja Mataifa la kutetea haki za binadamu imesema maovu wanaofanyiwa jamii ndogo ya Waislamu wa Rohingya nchini Myanmar huenda yakawa na uhalifu dhidi ya binadamu. Leo hii ofisi hiyo imetoa ripoti yake inayoelezea vitendo vya mauaji ya watu wengi na magenge kufanya ubakaji katika jimbo la Rakhine lililo mbali sana. Ripoti ina maelezo yaliyotolewa na mashahidi 200 waliokimbilia katika nchi jirani ya Bangladesh. Shirika la Umoja Mataifa la chakula na kilimo limeonya kwamba mlipuko wa wadudu wanaofanya uharibifu mkubwa sana wa mazao, viwavi jeshi, huenda wakawa wameenea katika nchi 6 za kusini mwa Afrika. Zimbabwe imethibitisha kuwepo viwavi hivyo ambao pia wapo katika nchi za Malawi, Msumbiji, Namibia, Afrika Kusini na Zambia. Polisi nchini Tanzania inawashikilia watu zaidi ya 10 wakiwemo wasanii maarufu na polisi waliotajwa jana na mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam kuhusika na biashara ya dawa za kulevya. Miongoni mwa watu hao wanaohojiwa yupo msanii maarufu na Miss Tanzania wa mwaka 2006 Wema Sepetu aliitikia wito wa polisi pamoja na wasanii wenzake kufika kwa mahojiano. Jana mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Paul Makonda aliwataja watu kadhaa wakiwemo polisi na wasanii kuhusika na biashara hiyo na kuwataka leo waripoti kituo cha polisi. Serikali ya Marekani imesema kuwa nchi ya Korea Kaskazini itakabiliwa vikali iwapo itatumia silaha za kinyuklia. Akizungumza siku ya mwisho ya ziara yake akiwa nchini Korea Kusini, waziri mpya wa ulinzi wa Marekani James Mattis alisema kuwa shambulio lolote Marekani au nchi inazoshirikiana nazo itashughulikiwa kisawasawa. Esther Kahumbi anaarifu zaidi. Wafanya nini kuhusu silaha za nyuklia zinazotengenezewa Korea Kusini? Ndiyo tatizo linalokabili mataifa ya Marekani, Japan na Korea Kusini. Kim Jong-un alifanya majaribio mabomu mawili ya nyuklia mwaka jana na sasa anajiandaa kuunda makombora ambayo kwa maneno yake mwenyewe anasema yataigeuza miji ya Washington na Seoul kuwa ziwa la moto. Bwana Mattis yu katika ziara ya kuondoa shaka ya kwanza katika serikali ya Donald Trump na ujumbe wake nchini Korea Kusini: tutasimama pamoja. Shambulio lolote kwa Marekani au mataifa tunayoshirikiana nayo litadhibitiwa, na utumizi wowote wa silaha za nuklia utakabiliwa na jibu tosha, tena balaa. Kuna wanajeshi 28,000 wa Marekani nchini Korea Kusini, lakini tishio la Marekani kulipiza kisasi kwa nguvu sawia haitakuwa habari mpya kwa Kim Jong-un. Swali kubwa hata hivyo ni ikiwa kiongozi huyo wa Korea Kaskazini azungumziwe ili kumhimiza kusitisha au kupunguza ghala lake la silaha za nyuklia. Swali ambalo bado halina jibu, kwani serikali ya Trump imesalia kimya kulihusu. Esther Kahumbi, BBC. Matangazo yetu ya redio yanaweza kusikika pia kupitia tovuti yetu bbcswahili.com. Hii ni Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC London na mimi ni Zuhra Yunus. Hii ni Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Zuhra Yunus. Habari kuu usiku huu. Viongozi wa Muungano wa Ulaya wanaokutana katika kisiwa cha Malta wamekubaliana na mpango wa kupunguza wimbi la wahamiaji kupitia pwani ya Libya. Serikali ya Libya inayoungwa mkono na Umoja Mataifa itapokea dola milioni 2.15 ikiwemo fedha za kuimarisha ulinzi katika pwani ya Libya. Serikali ya Marekani imesema kuwa nchi ya Korea Kaskazini itakabiliwa vikali iwapo itatumia silaha za kinyuklia. Katika siku ya mwisho ya ziara yake Korea Kusini, waziri mpya wa ulinzi wa Marekani James Mattis alisema kuwa shambulio lolote kwa nchi ya Marekani au nchi washirika wake basi litakabiliwa vikali. Kiongozi wa alianzisha vuguvugu liloitwa #ThisFlag, yani bendera hii, kubainisha malalamiko yao nchini Zimbabwe, Ivan Mawarire amefikishwa mahakamani mjini Harare. Mbali na mashtaka kuhusu kuwahamasisha wa Zimbabwe kumpindua rais wa muda mrefu nchini humo Robert Mugabe, anakabiliwa na mashtaka mapya ya kuchochea fujo nchini na kuitusi bendera ya taifa. Ikiwa atapatikana na hatia, basi atakabiliwa na kifungo cha miaka 20 gerezani. Suluma Kasim anatuarifu zaidi. Hivi ndivyo serikali vyojibiza mkosoaji wa serikali Ivan Mawarire wakati akiteremka kwenye ndege baada ya kuondoka mwenyewe nchini na kwenda kuishi uhamishoni. Amefungwa mnyonyoro, lakini hata ajali licha ya mashtaka makubwa yanayomkabili.
Hati hii inasema yeye amechochea umma nchini na kimataifa kufanya uasi na kuipindua serikali. Yalikuwa maandamano yenye fujo nyingi kuwahi kutokea nchini Zimbabwe kwa zaidi ya mwongo mmoja. Hasira zilikuwa dhidi ya Rais Mugabe na ufisadi katika utawala wake. Serikali inasema miito ya Mawarire kwa njia ya mitandao kufanya maandamano ilienea haraka sana na kukawa na maandamano yenye ghasia hata miezi kadhaa baada ya Mawarire kuondoka nchini. Mwezi Julai amefunguliwa mashtaka tena. Wakili Mawarire na muungaji wake mkono Fadzai Maher anaamini kwa sababu serikali inapiga marufuku maandamano na uvaaji wa bendera, lakini pia ni kwa sababu ya Warire mwenyewe. Serikali imechukua hatua za kuzuia haki za binadamu tangu Mawarire kuondoka. Pia watu walikasirishwa kwa kuondoka kwake nchini, lakini hii haikumaanisha kwamba masuala aliyokuwa akipigania ndio yametoweka. Moja masuala hayo ni hali mbaya sana ya uchumi nchini. Serikali inahitaji pesa za kuwalipa wafanyakazi wa serikali mishahara na mafao yao. Katika hali ya kukata tamaa, serikali imeanzisha kulipa ushuru wa 15% kununua nyama, viazi na siagi. Sio jambo la kawaida na nchi nyingi haziwatozi watu ushuru katika bidhaa za kimsingi. Kurejea kwa Mawarire nchini kunatokea wiki kadhaa kabla ya maadhimisho ya miaka 93 tangu kuzaliwa Rais Mugabe. Bwana Mugabe anasema Mawarire anafadhiliwa na mataifa magharibi wanaotaka kumaliza utawala wake wa miaka 37. Pengine mchungaji huyo huenda akagombea urais, lakini kwa sasa majaliwa yake yamo mikononi mwa serikali ya Mugabe. Suduma Kasim, BBC. Zaidi ya wanawake 600 nchini Urusi huuliwa majumbani mwao kila mwezi, waathiriwa wa ukatili majumbani. Leo baraza kubwa la bunge la nchi hiyo linatarajiwa kukubaliana na baraza dogo la bunge kupitisha sheria mpya inayopunguza adhabu kwa wale wanaopatikana na hatia ya kuwatendea maovu wenzi wao. Inamaanisha wahalifu wa mara ya kwanza ambao waathiriwa wao hawahitaji kutibiwa hospitalini hawatokabiliwa tena na kifungo jela. Makundi yanayowasaidia waathiriwa yanahofu hali hiyo inaashiria ishara hatari kwa ghasia nyumbani inakubalika. Chama Omar Matata ana maelezo zaidi. Marina ananihadithia kwa sauti ya utulivu, lakini maelezo yake yanatisha. Mumewe anampiga kila siku. Mwaka sasa. Yuko mafichoni sasa. Tumeficha utambulisho wake. Visigino vya Marina bado vina mabati vilivunjika wakati mumewe alipomsukumia dirishani. Alirejea nyumbani siku moja usiku na kuanza kunikaba wakati nikikimbia. Alinisukuma na nilianguka kutoka ghorofa ya pili. Nilivunja miguu yangu, mbavu zangu za chini, na nilipotoka hospitali aliendelea kunipiga nikiwa nimeketi kwenye kiti changu. Lakini bungeni wiki iliyopita, huku washindani wa Miss University wakijitayarisha kupiga picha, wabunge walikuwa wakipunguza adhabu ya wahalifu wa maonezi ya nyumbani. Kutakuwepo sasa utozaji wa faini kwa wahalifu na sio kifungo jela kama muathiriwa hakuumia vibaya. Azimio hilo lilipita huku likisemekana kuwa familia zitalindwa bila ya kuingilia kati mambo yao. Nafikiri serikali isiwafundishe wanaume na wanawake jinsi ya kukabiliana. Ni kama uko kitandani na unalala na mkeo kitandani. Shirika la sheria na haki za binadamu. Kuna maeneo mawili tu yanayoendeshwa na serikali mjini Moscow, na eneo hili la wafadhili la kanisa Marina anakoishi sasa. Wanapewa ushauri wa kufungua mashtaka, lakini hilo lilikuwa gumu hata kabla ya sheria kubadilika. Huenda mwanamke mmoja miongoni mwa wanawake 1000 hudiriki kupeleka kesi yake mahakamani, na sasa adhabu ya mwisho ni kutozwa faini. Kwa hiyo mwanamke akienda nyumbani hana ulinzi na mumewe anaweza kulipiza kisasi. Marina ana kazi mpya kwenye shamba na anaanza tena kujihisi salama, lakini anapigania fursa ya kumtunza mwanaye mdogo aliyemwacha nyuma alipokimbia kuokoa maisha yake. Binti yake mkubwa alikimbia naye,
na anapenda wanyama. Mama yake anasema bado analia anapolala usiku. Marina ana hofu kuwa kukomesha aina ya uonevu ambao uliisumbua familia yake kumekuwa kugumu zaidi sasa. Chama Omari Matata, BBC. Taarifa za michezo ni hapo baadaye kidogo. Miongoni mwa mengine, Iran inatunisha msuli kwa Marekani. Imesema wanamichezo wa Marekani hawataruhusiwa kushiriki mashindano ya kimataifa ya mchezo huu yatakayofanyika nchini Iran kama hatua ya kulipiza kisasi sera ya Rais Trump. Hii ni Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC London, na mimi ni Zuhra Yunus. Karibu tena katika Dira ya Dunia, na sasa tuelekee viwanjani. Cameroon imefanikiwa kufuzu kucheza fainali ya kombe la mataifa ya Afrika nchini Gabon baada ya kuishinda Ghana magoli 2-2 jana jioni. Sasa watapambana na Misri kesho kutwa Jumapili. Kumbuka kesho Burkina Faso na Ghana watacheza kuamua atakayeshikilia nafasi ya 3. Kocha wa Cameroon anaelezea kazi ya kufundisha soka ameifanya kwa muda mrefu, lakini kamwe hajawahi kuwafundisha wachezaji kama wale alionao kwa hivi sasa. I'm 29 years coach and I never had a group like this. Nimekuwa nikifundisha kwa miaka 29 na kabisa sijawahi kuwa na kundi kama hili. Hili ni kundi la marafiki 23. Sijapata kuona hili. Katika timu ya mpira watu hukubaliana. Hapa ni marafiki 23 wanaocheza mpira na unafanya kila kitu pamoja kushinda mechi. Kwa hiyo wajibu wangu kama kocha ni rahisi. So for me it's very easy as a coach. Cameroon wamewashangaza wengi kwa kufuzu kuingia fainali, hasa baada ya kushinda kufuzu kushirikishwa katika mashindano matatu yaliyopita ya michuano ya kombe la mataifa ya Afrika. Kocha wa Misri Hector Cuper jana alifika katika uwanja wa Franceville kutizama nusu fainali kati ya Cameroon na Ghana. Ameweza kuunda kikosi chenye nguvu na ambacho kimefungwa bao moja tu. Bastante mala racha con tema de las finales. Naam, natumaini itakuwa ni bahati nzuri kwetu na bahati itatupa tabasamu. Sote tunataka kutabasamu. Ingawa mimi sina bahati katika fainali, nina kundi la wachezaji wa ajabu. Wana vipawa sana, ni wapiganaji na watafanya kadri ya uwezo wao wote. Na nina hakika kwa pamoja tunaweza kulipata kombe, kwani fainali hii ni muhimu sana kwangu. Na ninatumaini hata kwa wachezaji 23 au 24 nilionao hapa. Tuna mwingine pia. Na natumaini hata kwa wale waliobaki nyumbani na hawakujiunga nasi, kombe hili ni lao. Na tunatumaini watashangilia pamoja nasi tukilipata. Podamos levantar la copa. Meneja wa Chelsea Antonio Conte amewaonya wachezaji wake kutofanya uzembe watakapokutana na Arsenal katika mechi ya kesho Jumamosi. Chelsea ikiongoza ligi itakuwa katika uwanja wa nyumbani wa Stamford Bridge. Chelsea inawatangulia Tottenham ambao wamo katika nafasi ya pili kwa point 9. Tottenham baadaye itacheza dhidi ya Middlesbrough. Arsenal imo katika nafasi ya 3. Liverpool katika nafasi ya 4 itakuwa ugenini kucheza dhidi ya Hull. Timu za Manchester zitasubiri hadi Jumapili wakati Man City itacheza na Swansea na Leicester City kuikaribisha Man United. Ni taarifa yake John Solombi. Iran leo Ijumaa imetangaza kwamba imeipiga marufuku timu ya wacheza mieleka wa Marekani katika mashindano yanayotazamiwa nchini humo tarehe 16 na 17 mwezi huu. Iran imeamua kufanya hivyo kufuatia amri ya Rais wa Marekani Donald Trump kuwakataza raia wa Iran wenye vibali vya kuingia nchini Marekani kufanya hivyo. Mashindano hayo ya mieleka nchini Iran yanayotazamiwa kufanyika katika mji wa magharibi wa Kermasha ni kati ya mashindano maarufu zaidi ya mieleka. Ni hayo tu katika michezo kwa siku ya leo. Na sasa tuangalie ujumbe wako kupitia mtandao wetu. Swali ilikuwa ni kuhusu fainali ya kombe la mataifa Afrika itakayofanyika Jumapili kati ya Cameroon na Misri. Kombe unampa nani na ni kwa nini? Tunaanza naye Azizi Saleh. Utamwona hapo Azizi Saleh. Yeye anasema Cameroon bado na wapa nafasi kubwa sana. Wanahitaji kuirudisha heshima waliopoteza muda mrefu sasa. Wao watacheza kufa na kupona ili kuondoka na kombe hilo. Anaclet Ferdinand yeye anasema karata yangu inaenda kwa mafarao Misri kwa sababu wana wachezaji wazuri sana kama vile Mohamed Salah, Kahraba na golikipa wao mkongwe El Hadari. Na Guled Hassan Wariko wa Mombasa, Kenya anasema Misri itachukua kombe kiurahisi tu.
Muzuri Binombe Rene wa Uvira DRC anasema Cameroon kwa sababu timu hii ni chipukizi yenye wachezaji wasio na pupa na wametayarishwa vizuri na hawana kiburi kwa sababu wangali wanatafuta sifa za dunia. Na wewe pia unaweza kuwasiliana nasi kupitia Facebook na vile Twitter. Sasa tutupie macho ukurasa wetu wa internet. Hapa kuna taarifa mbalimbali hiyo unaiona hapo pamoja na makala za michezo, picha na vile video. Hata matangazo yetu haya unaweza kuyapata kupitia mtandao wetu huo wa bbcswahili.com. Na kabla kukamilisha matangazo yetu kwa mukhtasar, taarifa kuu usiku huu. Viongozi wa Muungano wa Ulaya wanaokutana katika kisiwa cha Malta wamekubaliana na mpango wa kupunguza wimbi la wahamiaji kupitia pwani ya Libya. Serikali ya Libya inayoungwa mkono na Umoja wa Mataifa itapokea dola milioni 215 ikiwemo fedha za kuimarisha ulinzi katika pwani ya Libya. Lakini makundi ya kutetea haki za binadamu yameelezea wasiwasi kuhusu mkakati wa EU. Wengi ya wahamiaji wanaovuka bahari ya Mediterania hadi Italia ni kutoka nchi za Afrika. Serikali ya Marekani imesema kuwa nchi ya Korea Kaskazini itakabiliwa vikali iwapo itatumia silaha za kinyuklia. Katika siku ya mwisho ya ziara yake Korea Kusini, waziri mpya wa ulinzi wa Marekani James Mattis alisema kuwa shambulio lolote kwa nchi ya Marekani au washirika wake basi litakabiliwa vikali. Na hatimaye, hasa kwa wale ambao mnasoma, siku yako shuleni inaanza vipi? Basi kuna mwalimu skuli moja huko North Carolina, Marekani. Yeye ameanzisha mtindo wa kila mwanafunzi, unaona hapo, kumwamkia kwa mbwembwe yake mwenyewe, ambapo imesaidia kujenga urafiki baina ya mwalimu na wao. Angalia watoto hao. Barry White Jr. amesema amepata wazo hili kutoka kwa mchezaji maarufu wa mpira wa kikapu LeBron James, akisalimia wachezaji wenzake. Unadhani wewe unaweza kufanya mbwembwe kama hizo? Cheki hapo. Hebu jaribu nyumbani na wewe uone utakuwa na mbwembwe gani. Na kwa habari hizo hatuna cha ziada. Usikose kuungana nasi Jumatatu panapo majaliwa. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, na watakieni nyote mlale unono na weekend njema. Lakini nakuageni, weekend njema.